Bwana, nyie si ndio watu ambao ukiwa na wake wawili, yule uliomuoa kwanza unamuitaje? Mnamuita vipi? Na yule alokuja baada ya pili unamuitaje? Maneno ya uongo kabisa hayo, ya uongo moja kwa moja. Yaani kwenye ndoa hakuna mke mkubwa wala mdogo, wote sawa. Sheria haijui mke mkubwa na mdogo, sheria inajua namba. Sheria inafahamu namba, kwamba kuna mke wa kwanza na mke wa pili na mke wa tatu na mke wa nne. Uishi hapo hapo, usizidishe, hakuna kufika 5 mwisho 4. Habari ya mke mkubwa na mdogo haipo, na nitakusaidia ujue kama umekosea. Huyu unamwita mkubwa, ukubwa wake nini? Kwa sababu kila unachofanya kwa huyu mkubwa lazima nacho hicho ukafanya na kwa yule mdogo, na ukipunja kule umefanya huku, kule ukufanya, ushaharibu tayari mambo. Usije ukajaribu huku ukapeleka mishkaki ya kuku na sausage, huku ukapeleka unga wa muhogo na daga kauzu, utalaaniwa. Utalaaniwa. Kama kuku kwa huyu mkubwa umekaa masaa 10, ukifika kwa huyu mdogo unomwita naye ukae masaa mangapi? Usipunguze hata dakika 1 kwa hisani yako. Haya, ukubwa wa huyu uko wapi? Huyu ulomwita mkubwa, ukubwa wake nini sasa? Ulamau lilfiqh almuasir wametaja mpaka simu. Iko hivi, ukiwa kwa mke wako mkubwa mnazungumza, sasa unaondoka kwenda kwa mke mdogo, njiani ukakumbuka, kule nimesahau simu. Unanielewa hivyo? Si itabidi urudi? Wallahi utarudi, kwa sababu sasa hivi nyie watu simu imekuwa ndio maisha. Yaani kana kwamba mtu hawezi kuishi bila nini? Utarudi hurudi? Unarudia simu. Ukirudia simu huwezi kwenda kama bubu, unaenda unachukua simu kama bubu unatoka. Simtaka tena kidogo. Atakwambia mangu umerudia nini, kwani kuna nini? Bana karibu kwenye, unatia tena story. Na huenda kwenye hizo story na kilimo kikapita kidogo, kilimo. Kama unielewi basi utaelewa baadaye. Zile dakika ulizozidisha kwenye kurudia simu, ukikaa kwa yule unomwita mdogo, zile dakika uzilipe. Usiseme zile nirudia simu tu, amna, na ukukaa zile. Amna mke mdogo wala mkubwa kwenye sharia. Kuna mke wa kwanza na mke wa pili.